Jambo lingine kwa upande wa wafanyakazi kuwa na mipaka kwa machumba ama kwa manyumba za mabosi wenu. Katika chumba cha siri, hata wewe mfanyikazi haustahiliwi kwenda pale kama hauna, hata kubisha tu kama hauna dharura yoyote. Dharura gani? Dharura aidha wewe umelemewa kabisa na uko na namba, uko na kila kitu, unaweza kupiga simu, na ukienda kwa kubisha kule mlango, unaweza ukakatisha uhusiano ambao uko unajengwa kule chumbani. Aidha ndoa ilikuwa imevunjika, wameamua waisuluhishe kupitia tendo la ndoa, alafu unaenda pale kubisha na kuwakatiza, kwa sababu tayari hata mtume amekataza kwenda kubisha kwa mlango wa Muislamu kwa wakati maalumu. Kama mnapomaliza kuswali asuli, zuhuri, usisahiliwi kwenda kwa mlango ya Muislamu, kwa sababu amemaliza kuswali swala, anaweza akaamua aingiliane na mkewe ama watengeleze ndoa yao. Alafu unaenda pale kubisha, utakuta wewe ndio utakuwa adui wa ile ndoa. Jambo lingine ambalo nyinyi wafanyikazi mnastahiliwa kuepukana nalo, na jambo hili lina uzushi katika familia, katika mabosi wa mama, ambalo mumezidi sana. Hamuna mipaka kwa wafanyikazi wenu. Wewe mfanyikazi ama wewe mama bosi, hauna uwezo ya kuchukua nguo zako za ndani ukapatie mfanyakazi aweze kuosha nguo za mume wako. Hauna uwezo ya kuchukua nguo zako za ndani upatie mfanyikazi aoshe nguo zako za ndani. Ni sawa sawa na kuchukua nguo za ndani kupatia mtoto wako aoshe. Ni sawa sawa kuchukua nguo za mumeo za ndani upatie mtoto wako aoshe, kwa sababu yule mfanyakazi ni sawa sawa na mtoto wako. Jinsi ambavyo mtume ametueleza kuwa ya kwamba mfanyakazi ako katika tundu ama ako katika kiwiliwili ya familia yako. Kwa hivyo lazima muwe na heshima kwa wafamilia ama kwa wafanyikazi wenu. Na pia nyinyi muwe na wafanyakazi, kama muko na hizi tabia zinazozushwa, mukome kufua nguo ndogo ndogo za ndani za mabosi wenu, iwe ya mama iwe ya baba, kwa sababu hiyo nguo yako inayovika ama kufunika sehemu zako za siri ni nguo maalumu. Haistahiliwi hata kuianika nje watu wakaiona. Haistahiliwi ikatoka katika chumba chenu, aidha kwa bafu, aidha pahali ambapo mnatumia. Haistahiliwi hizo nguo hata mtoto wako akaiona. Haistahiliwi mtoto wako akaona hiyo nguo yako ya ndani. Haistahiliwi mfanyikazi akaona hiyo nguo yako ya ndani, kwa sababu hao ni kama kipande cha familia yako. Na hizo nguo zinaleta mabadiliko tofauti. Utakuta mfanyakazi anachukua nguo ya ndani ya mumeo, anaanza kuinusia zile feelings, zile sperms, yale manii. Kwa sababu kila mwanadamu unapokaa, upendo usipende, utakuta kuna ute unaotoka katika kiwiliwili cha uzazi ama cha utupu zako. Iwe wewe mwanadada, iwe wewe ndugu yangu wa kiume. Alafu sasa unachukua hizo nguo ambazo zimevika sehemu yako, umeendea kazini, umerudi jioni,
alafu unaitoa unarushia mfanyakazi afanye nini? Atengeleze, yaani aoshe. Hilo jambo ni mbaya, tena ni mbaya sana.